Watu watatu wamefariki dunia kufuatia ajali mbaya iliyohusisha malori mawili kugongana uso kwa uso kisha kuwaka moto katika eneo la Emmaus, barabara ya Dar es Salaam maarufu kama mataa ya kwa waziri mkuu jijini Dodoma. Asubuhi ya kuamkia leo Aprili 29 majira ya saa 12 asubuhi, ajali hiyo ilitokea na kuhusisha malori mawili, gari lenye namba T 179 EQF lililokuwa limebeba mchanga kutoka Biawana na lori lenye namba T 764 EPW pamoja na tela lake lenye namba T 238 EPW lilokuwa limebeba saruji kutokea Dar es Salaam liligongana uso kwa uso na gari hilo. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kwamba baada ya magari yao kugongana ulitokea mlipuko wa moto kutokana na msuguano ambao ulisababishwa na ajali hiyo. Tumsikilize kamanda wa Jeshi la Zimamoto ambaye anaelezea tukio hili. Mrakibu mwandamizi Rehema Jeremia Menda, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Leo tarehe 29 mwezi wa 4 majira ya saa 12:10 katika kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji makao makuu ya mkoa wa Dodoma, tumepokea wito wa tukio la ajali ya kugongana magari mawili, na mara moja gari liliondoka eneo la kituo na kufika katika eneo hili la mataa linalojulikana kama mataa ya kwa waziri mkuu. Na mara baada ya kufika tulikuta ajali hiyo ambayo ilihusisha gari T 179 EQF la mchanga ambalo lilikuwa linatoka Bihawana, na dereva gari huyo alijulikana kwa jina la Lucas. Lakini pia gari lililohusika lingine kwenye ajali hii ni T 764 EPW na tela lake ambalo ni T 238 EPW ambalo lilikuwa likitoka Dar es Salaam na lilikuwa limebeba simenti. Na mara baada ya kufika tulikuta ajali hiyo ambayo pia kulikuwa na tukio baada ya kugongana ilisababisha kutokea kwa moto katika magari hayo mawili kutokana na msuguano mkali. Moja kwa moja askari walifika na kuanza kuzima ule moto, na operesheni hiyo kutoka hayo majira ya saa 12 imekuja kukamilika muda huu wa majira ya saa 2:30. Katika ajali hiyo imesababisha vifo, na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumeweza kuokoa miili ya watu watatu katika gari T 179 EQF ambalo lilikuwa limebeba mchanga lilikuwa likitokea Bihawana, na miili ambayo imetambulika mpaka sasa ni mwili wa dereva anayejulikana kwa jina la Lucas, ambapo pia tunaendelea kufuatilia taarifa zaidi za hawa ambao wamepoteza maisha katika ajali hii. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kuwasihi wananchi kuchukua tahadhari wawapo barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazopaswa na taratibu za kiudereva, lakini pia kuwa na vifaa ambavyo vinaweza vikazima moto unapotokea moto kwenye magari.